إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, hakika na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wacha Mungu. أيها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بالسنة، ونهانا عن البدعة والمحدثات. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز معشر المسلمين أن نحدث في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولا يجوز لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ndugu zangu Waislamu, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha tushikamane na sunna zake, na akatukataza alayhi salatu wassalam kuzusha katika dini pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam: shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongolewa. Ole wenu tahadharini na
mambo yenye kuzuka. Hakika kila uzushi ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Ndugu wa Islam, haifai kwa Muislamu yoyote mwenye cheo chochote kuzusha jambo lolote katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kuzusha katika dini aliposema alayhi salatu wasalam, mwenye kuzusha katika jambo letu hili, katika Uislamu wetu huu, mambo yasiyokuwemo, mambo ambayo si katika huu Uislamu, basi mambo haya yatakataliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia uzushi, akatuamrisha tumwabudu Allah kupitia Qur'ani na Sunna. Ama yale ambayo hayapo katika Qur'ani na Sunna tusiyafanye kuwa ni ibada. Yote yule atakayemwabudu Allah kupitia uzushi, basi matendo yake yatakuwa ni yenye kukataliwa, kama alivyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man amila amalan, mwenye kufanya matendo yoyote yale ya ibada ambayo hayapo katika Uislamu, ma laysa minhu, yasiyo katika Uislamu, fa huwa raddun, yatakuwa ni yenye kukataliwa, hayatakubaliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na uwajibu wa watu kufuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuifuata Qur'ani, kufuata hadithi za Bwana Mtume, kufuata yale yaliyopokelewa kwa masahaba, na hiyo ndiyo sunna. Sunna ni Qur'an, maelekezo ya Mtume, maelekezo ya masahaba, hiyo ndiyo sunna. Anasema Hudhaifa ibn Yaman, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha, ibada yoyote ile ambayo hawakuifanya masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nyinyi msiifanye. Ukiona ibada watu wanaifanya, tazama, je, masahabu wa Mtume waliifanya? Ukikuta wameifanya, ifanye. Hawajaifanya, usifanye. Haya ni maelekezo ya Hudhaifa, anawaambia watu ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jamani, ibada yoyote ambayo masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajaifanya, na ninyi msifanye. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqala, hakika wale wa mwanzo hawajawaachia wale wanaokuja baadaye chochote. Ibada zote zimebainishwa kwenye Qur'an na Sunna, na masahaba wameziweka wazi kwa ajili ya umma. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fateni na wala msizushe, hakika nyinyi mshatoshelezwa. Ibada zinapatikana kwenye Qur'an, ibada zinapatikana kwenye Sunna, ibada zimepatikana kwenye vitabu. Wanaandika kwamba huu ndio uliokuwa mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufateni huo, msizushe. Kwa hiyo ewe lahibba, ni lazima sote kwa pamoja tufate sunna, yani tufate Qur'an, tufate mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufate mafundisho ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yule ambaye ataacha mambo haya atakuwa amefuata uzushi, uzushi ambao ni wajibu sisi kuuacha na kuweka mbali kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna mambo mengi katika Uislamu yamezushwa, mambo mengi yameletwa na watu wanayofanyia ibada, na miongoni mwa mambo ambayo yamezushwa ni bid'a
ya uzushi ambao unafanyika katika huu mwezi wa Shaaban, alihtifalu binisfi lailatin min Shaaban, watu kusherekea nusu ya mwezi wa Shaaban. Ikiingia nusu ya mwezi wa Shaaban, ule usiku wake watu wanauhuisha kwa ibada, kwa sherehe mbalimbali, kwa kudhania kwamba kuna ubora maalum katika huu mwezi, katika nusu ya mwezi wa Shaaban. Huu usiku katika nusu ya mwezi wa Shaaban haifai watu kuhusisha na sherehe mbalimbali au kuhusisha na ibada mbalimbali, haifai, kwa sababu asili ya ibada ni kuzichukua katika Qur'ani na Sunna na katika mafundisho ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huko ndo tunachukua ibada. Ama yale ambayo yamekuja baada yao, huo ni uzushi ambao inabidi ukemewe kama alivyokemea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haijathibiti katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala katika zama za masahaba, haijathibiti kwamba wao katika ule usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban kwamba walikuwa wanasherekea au wanakesha wanafanya ibada. La, lam yakunu yafaluna dhalik, hawajafanya hiyo. Sio katika amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakemea, na wala si katika ibada ambazo walizifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio Huzaifa ibn al-Yaman akatwambia, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi msiifanye. Tukitazama kwenye ibada zao walizozifanya masahaba, hatukuti kwamba walisherekea usiku wa nusu wa mwezi wa Shaaban. Hawakusherekea, hawakufanya. Kwa hiyo na sisi tusifanye jambo hilo, tufanye yale yale ambayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama waliyafanya. Ikiwa tumefanya hivyo, basi tutakuwa katika hali iliyokuwa nzuri na tutakuwa ni wenye kuhaidiwa yale ambayo wamehaidiwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao yale waliyofanya ndiyo ambayo yameridhiwa na Allah na ndiyo yaliyoridhiwa na Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anasema al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, imamu dar al-hijra, fama lam yakun inda idhin, yani inda sahaba, fama lam yakun inda idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Yale mambo ambayo zama za masahaba hayakuwa ni dini, zama zetu hizi hayataki kuwa dini. Yale mambo ambayo masahaba waliona kwamba si dini, haiwezekani yakawa dini katika zama zetu. Kwa hiyo na sisi lazima zile ibada walizozifanya, yale mambo ambayo masahaba waliona kwamba ndio dini, na sisi ndiyo mambo ambayo tunatakiwa tuyaone kuwa ni dini. Wao hawakusherekea na wala hawakukesha kuhusisha usiku wa nusu katika mwezi wa Shaaban kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya sherehe mbalimbali, wakawa wanafanya hivyo kwa kuhusisha huo usiku kwa ajili ya mambo kama hayo. Na sisi tufanye kama walivyofanya as-salaf as-salih. Siku moja, ayu alahibba, kuna Myahudi alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kuna Myahudi alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia, ya amira al-mu'minin, ayatun fi kitabillahi azza wa jalla law annaha ma'shara al-yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Yule Myahudi amekuja kwa Umar akamwambia, kwenye Qur'ani kuna aya hii, aya lau kama ingeteremka kwa sisi Mayahudi tungeifanya hiyo aya, tungeifanya siku hiyo ni siku ya sherehe. Umar akamuuliza, ni aya gani? Wa ayu aya? Yule Myahudi akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
hii aya hii leo hii nimekukamilishieni dini yangu na nimekutimizieni neema yangu kwenu nyinyi, waraditu lakum alislam dina, na nimekuridhieni kwamba uislamu wenu ndio dini sahihi. Umar wakati akamjibu vipi? Akasema kad arifna hadhihi alaya, hii aya sisi tunaijua. Imeteremka wapi? Imeteremka tarehe ngapi? Imeteremka tarehe 10, imeteremka tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, katika siku ya Arafa mwaka wa 10, tarehe 9 siku ya Arafa katika mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10. Mtume akaisoma tukajua ni siku gani. Takdiri yake ni nini? Walakinana la nahtafil, lakini sisi hatusherekei. Kwa nini? Lianna al-eida inda al-muslimin, kwa sababu sherehe kwa Waislamu zimekuja kwa mujibu wa sheria, kama idi zao na sherehe zao ni Eid al-Fitri na ni Eid al-Adha. aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، أهل البدعة wazushi asufia, hawa masufi na wengineo katika watu wa bid'a, wanasema kwamba si kila ambacho amekiacha Mtume sallallahu alaihi wasallama, yani akawa Mtume haja akifanya kwamba ni bid'a. Yani wanatuambia kwamba je, kila alichokiacha Mtume kifanya ni bid'a? Aljawabu ayuha alahibba, yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya yamegawanyika sehemu tatu. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه على 3 أقسام. yale mambo ambayo Mtume hakuyafanya aliyaacha yamegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha, tarakahu alayhi salatu wasalam ma wujudi almuqtadi, pamoja na kupatikana sababu ya kuyaacha, wa intifai almawani, na kuondoka sababu na kuondoka vizuizi. Yani lile jambo wakati wa Mtume sababu ya kulifanya Mtume ipo, sababu ya kulifanya ipo, vizuizi vya kumzuia Mtume asifanye hakuna. Hilo jambo kulifanya kwa sasa ni bid'a, kwa sababu sio maksudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya, kwa sababu uwezekano wa Mtume kulifanya ulikuwepo lakini hakulifanya. Mfano wake alihtifal bi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam, kusherekea maulidi. Kusherekea maulidi, sababu ya kusherekea ilikuwepo zama za Mtume, naam ilikuwepo, ni mazazi ya Mtume ndio sababu ya kusherekea na kumuadhimisha Mtume na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia Mtume. Lakini je, masahaba na Mtume mwenyewe walisherekea birthday yake? Hawakusherekea. Kwa hiyo kuna kitu kiliwazuia washerekee? Hakuna. Kwa hiyo sio sunna, hiyo ni bid'a, kwa sababu uwezekano wa kufanya ulikuwepo na Mtume hakufanya. Mfano wa pili, nusu katika usiku wa mwezi wa Shaaban ulikuwepo zama za Mtume?
Naam, ulikuwepo. Uwezekano wa mtume kuuhuisha kwa ibada na kusherekea ulikuwepo? Naam, ilikuwepo. Mtume alifanya hivyo? Hakufanya. Kwa hiyo wewe ukija kufanya sasa hivi tunakwambia hiyo ni bid'a, kwa sababu mtume uwezekano wa kufanya ulikuwepo, lakini hakufanya na hakuna kizuizi kilichomzuia. Kwa hiyo kufanya inakuwa ni bid'a, haifai kufanya, na mambo mengine yanaingia katika hiyo nukta. Alqismu thani, sehemu ya pili katika mambo ambayo mtume aliyaacha hakuyafanya, ni yale mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliyaacha, yani hakuyafanya, ma wujudi almuqtadi, pamoja na kuwepo sababu ya kuyafanya. Yani sababu ya kufanya ipo, lakini mtume hakufanya. Lakini wujida almani'u, kuna kizuizi ambacho kimemzuia mtume kufanya alayhi salatu wasalam. Sasa fafi'luhu ba'da zawali almani'i sunna, kufanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi ni sunna. Yani mtume alipotaka kufanya hakuweza kufanya kwa sababu kuna jambo lilimzuia. Mfano wake ni nini? Ayu alahibba, salatu tarawih. Salatu tarawih, ayu alahibba, mtume sallallahu alayhi wasallam salla bihim, aliwasalisha masahaba siku ya kwanza, siku ya pili na siku nyingine. Baadaye mtume hakutokea kuwasalisha, wakawa wanamsubiri. Mtume akatokea akamwambia, nimekuoneni, nimewaona mnanisubiria nije kuwasalisha, lakini nimeacha kuendelea kuwasalisha hii swala khaufan an tufradha alaykum, nimeogopa msije mkafaradhishiwa. Mtume akaogopa. Mtume akaendelea katika zama zake suratu tarawih hawaiswali, zama za Siddiqul umma. Alipokuja Umar, watu wanaswali, kila mmoja anaswali kivyake vyake msikitini, akawakusanya kwa imamu mmoja, Ubay ibn Ka'b, akaambia, jamani, swalini hii swala. Wakamuuliza, kwa nini unaiswali? Akasema, tunakusanyika kuiswali kwa sababu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mtume aliacha kwa kuogopa isije kafaradhishwa. Kwa sasa hivi haiwezekani kafaradhishwa. Kwa nini? Kwa sababu wahi hauteremki tena, hakuna wahi tena. Kwa hiyo ikawa hilo swala inaendelea, salatu tarawih, na sisi tukawa tunaendelea kuiswali kama kawaida. Kwa nini? Mtume aliacha kwa kuogopea. Baada ya kufa mtume hamna wahi, kwa hiyo hicho kizuizi kimeondoka. Mfano mwingine ni Al-Kaaba. Al-Kaaba, mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka aivunje Al-Kaaba kwa sababu Makuraishi walipoivunja Al-Kaaba baada ya kuwa ina crack, ina mpasuko, wakawa wamekosa mali ya kuijenga kama ilivyokuwa katika ile nguzo alivyoijenga au katika ile hali alivyokuwa ameijenga Ibrahim. Wakaijenga hivyo hivyo kama mnavyoiona sasa, wakawa wameacha sehemu nyingine katika ile Hijr Ismail haijajengwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mama Aisha, lau kama hawa watu wa Makka hawana muda mrefu wa muslimu, yani kwa maana wangekuwa na imani zenye nguvu, wangekuwa ni aqwiya al-iman, wakawa sio dhuafa al-iman, wangekuwa imani zao zishakuwa safi kabisa, zishakuwa barabara, basi ningeivunja Al-Kaaba nikaijenga kama ilivyokuwa zama za nani? Zama za Ibrahim. Akasema, lakini naogopa naweza nikaivunja ikawa imewarejesha nyuma, wengine wakartadi katika Uislamu au maila dhalika. Mtume akaiacha Al-Kaaba katika ile hali yake kwa kuogopea. Baada ya watu wa Makka kuwa na nguvu katika imani, kuwa imara katika imani, Abdullah ibn Zubair akaivunja, akawa ameijenga kama alivyotaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama hivi tunavyoiona ni katika mambo ya kisiasa ambayo yalipita katika historia, ndio maana ikawa imerejeshwa hivyo kutokana na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo huu ni mfano wa pili, na hii ni sehemu ya pili katika yale mambo ambayo ameacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masala ya tatu ni yale mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyafanya liadami wujudi ma yaktadhi, kwa sababu ya kutopatikana sababu
ya kufanya hivyo, yani hakuna sababu iliyompelekea mtume kufanya, na wala sababu haikutokea ili mtume afanye hivyo. Fahadha yajtahidu fihi alulama idha wujida ma yaqtadi dhalik. Haya mambo maulama wanajitahidi pale ambapo sababu inapokuwa imetokea. Kwa mfano, kwa sasa mashaka wangu, kuna mambo ambayo zamani hayakuwepo. Tunaambiwa sasa hivi katika baadhi ya nchi kuna benki za maziwa, yani wanawake wanaenda wanakamua maziwa wanaweka. Kuna benki za damu, watu wanaenda kujitolea damu kwenye hospitali. Hapo maulama wanaleta hukumu. Nini hukumu ya mtu kujitolea damu? Kuna abnau au auladu au atfalu al-anabib, wale watoto ambao wanazalishwa kwenye chupa, au mtu labda hana uwezo wa kuweza kutungisha mimba katika kizazi cha mke wake. Tunafanyaje? Haya mambo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam huvumbuzi haujakuwepo. Wanakuja sasa maulama wanajitahidi, wanatoa hukumu. Haya ni mambo ambayo yanaitwa fiqhun nawazil katika lugha ya sheria. Ni mambo mapya ambayo yanazuka, maulama wanayatolia hukumu kwa sababu zama za Mtume hayajakuwepo. Ilivyo ayu walahibba, tuache mambo ya kwenda kulia kwenda kushoto. Siratullahi azza wa jalla wahid, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Ukienda kulia unaenda babaya, ukielekea kushoto unaenda babaya. Njia ya Allah ni moja. Al-Qur'an wa sunna wa fahamu salaf salih. Ni Qur'an, ni sunna, ufahamu wa wema waliotangulia. Sherehe ya kusherekea nusu katika usiku wa mwezi wa Shaaban, maswahaba hiyo ibada hawajaifanya, na wao wametuambia kwamba kile ambacho hawakifanya sisi tusifanye. Kwa hiyo hata hii haturuhusiwi kufanya. Wewe kama unamheshimu shekhe wako, muheshimu sahaba kuliko huyo shekhe wako, kwa sababu sahaba ni bora kuliko shekhe wako. Wallahu ta'ala aalam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين.